Dakika moja mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa AWR Tanzania, na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Assalamu alaikum popote pale ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Hali gani? Hujambo? Karibu katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia, ikiwa leo ni siku nyingine tena, tarehe 11 katika mwezi wa 3 mwaka 2026. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa wema na fadhili zake kuu hii leo kutuunganisha tena katika kipindi hiki, tukiwa na wainjilisti kutokea kanisa la Luguluni. Wanaendelea kutubariki kwa namna pekee tangu siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili mpaka hii leo. Tunasonga mbele tukitazama mambo mbalimbali kupitia somo letu zuri la wiki hii. Na kualika katika matangazo haya, mimi ni Balozi Nis Mohamed, na tayari watumishi wa Mungu wako hapa studio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za Luguluni tena? Njema kabisa. Nimefurahi kuwaona tena leo. Amina. Karibuni sana. Asante sana. Msikilizaji, hao ni watumishi wa Mungu ambao tuko nao hii leo, na nikukumbushe tu nambari ya simu ambayo tumeendelea kuitumia na kufahamishana mambo mbalimbali katika safari ya juma zima hili ni 0748 610233, 0748 610233. Na kwa sasa basi ni kabidhi kijiti hiki kwa mwenyekiti, lakini kabla ya kusonga mbele, mwenyekiti, natamani kufahamu kwa rafiki msikilizaji ambaye atasafiri nasi katika siku hii ya leo, tunakwenda kujifunza nini zaidi? Asante sana. Kwa siku ya leo tunaenda kuangalia mwenendo wa maisha mapya. Baada ya kuona jana, baada ya kubadilishwa, sasa kuna mwenendo sasa ambao inatakiwa kuendelea nao katika hatua ya ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo mwenendo mpya wa maisha ndio tunaenda kuangalia kwa siku ya leo, na hii ni hatua ya ukuaji kiroho. Asante sana. Haya, basi mimi ni kabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti, tusonge mbele hasa kutazama undani na uhondo wa somo hili. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibuni, tunapenda kualika na kuwakaribisha tena, muda umewadia kwenye mwendelezo wa masomo yetu. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, na somo letu linasema mwenendo wa maisha mapya. Mwenendo wa maisha mapya ni somo ambalo liko mbele yetu kwa siku ya leo. Baada ya kuona jana, baada ya kubadilishwa, sasa tunatarajia baada ya kubadilika uenende na mwenendo nini mpya wa maisha. Sasa kabla tujaendelea na utangulizi, basi nimkaribishe Muhana kwa ajili ya kutuletea ombi. Muhana, karibu. Asante. Tuombe. Mungu wetu uliye mtakatifu, tunakushukuru tena hivi leo kwa wema wako ambao uendelea kutupatia maishani mwetu. Asante kwa zawadi ya uhai. Asante hata kutuweka salama mpaka sasa. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kutenda kazi katika maisha yetu, na hivi leo umekubali tena kufika mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza maneno matakatifu na wapendwa wako na watakatifu wako. Tunakusihi kwa namna kipekee maneno haya tunayozungumza yakatoke kwako, na kila mmoja anayetusikiliza hivi leo yakaweze kumsogeza karibu na kiti chako cha rehema. Sote kwa pamoja tukapate kuokolewa kwa utukufu wa jina lako. Amen. Lakini siku hii ya leo, ikiwa kuna mpendwa wako aliye mahali popote ana changamoto namna yoyote ile, tunakusihi kwa namna kipekee Mungu wa mbinguni ukaweze kutenda miujiza makuu na hatimaye ukamshangaze, na anapotoka mahali hapo akadishukuru na kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu ni mwaminifu, na kwa sababu ahadi zako ni za kweli, sio mwanadamu hata useme uongo. Kama ulivyosema, na sitanena maneno ya uongo katika nyumba mtumishi wangu Yakobo. Tunaamini kwamba tunapokuwa na kutumania wewe utatenda hakika, kwa sababu wewe sio mwanadamu. Basi tutendee yote kwa ukarimu na mapenzi yako. Tunaamini kwamba wewe ni mwaminifu, unatupatia vyote na zaidi tuombavyo. Ndivyo tuombavyo kwa imani tukitumaini katika jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu Muhana kwa ombi zuri la kuwabariki watumishi wa Mungu. Tunaanza kwa kujikumbusha basi siku ya jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema unaofanywa upya upate ufahamu. Sasa baada ya kufanywa upya upate ufahamu, yani tunabadilishwa kabisa kutoka kwenye hali ile ya dhambi na kuingia kwenye maisha mapya ambayo kama somo la leo linavyozungumza. Lakini siku ya jana kitu kikubwa ambacho tulikiona, kuna kitu kinachoitwa hasira na ghadhabu. Na tukasema vitu hivi vinaweza kwenda pamoja, lakini kinachoanza ni hasira, lakini ndani ya hasira kukawa na nini? Kukawa na ghadhabu ambayo sasa inaweza ikapelekea matokeo mabaya
baada ya tukio ambalo limetokea, ghadhabu ikiambatana na hasira, basi inakuwa na matokeo mabaya. Na tukasema kuna ghadhabu ya wanadamu, lakini kuna ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Tukasema tofauti ya hizi ghadhabu ya Mungu yenyewe inatenda haki. Mungu yeye ghadhabu yake inatenda nini? Haki. Lakini ghadhabu ya wanadamu mara nyingi haitendi haki, kwa sababu kitendo cha mtu kubadilika ni Mungu anafanya nini? Anajua. Kwa mimi nikimfanyia mwanadamu wenzangu ghadhabu, basi yumkini wakati namfanyia hiyo ghadhabu, yeye ameshafanya nini? Ameshabadilika, na sio yule mtu ambaye namtendea hicho kitu. Amebadilika kabisa. Tulisema kubadilika kwa mtu ni ndani ya sekunde tu, mtu amebadilika na amekuwa mtu mpya, sio yule wa kale tena. Yani habari ya maisha mapya kwa neno la Mungu sio mchakato mkubwa kihivyo. Yani ndani ya sekunde moja mtu akimkabidhi maisha yake Mwokozi, anabadilika na kuwa kiumbe kipya kabisa. Kwa hiyo ninapofanya ghadhabu juu yake, unaweza kujikuta mimi natenda makosa pasipo kufanya nini? Pasipo kujua kwamba ninachokifanya ni sahihi. Kwa hiyo mwenye kustahili kutoa ghadhabu hiyo ni Mungu peke yake. Lakini kuna jambo jingine ambalo tukasema siku ya jana tukaliona, tunapaswa kuwa wepesi wa kusikia jambo lolote linalohusiana na uvunjifu wa sheria au neno la Mungu. Tuwe wepesi wa kusikia. Lakini mwandishi akatuonya, akatuambia tusiwe wepesi wa kusema. Yaani umemsikia jirani yako, umemsikia mtu fulani amefanya jambo fulani linaloenda kinyume, mwandishi alitushauri akasema tuwe wepesi wa kufanya nini? Wa kusikia. Lakini akatuonya akasema tusiwe wepesi wa kukisema kile kitu ambacho amefanya nini? Amekifanya. Kwa ufupi ni tuchukuliane nini? Tuchukuliane mizigo kama neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo kwa upendo na kwa kushirikiana, anapoanguka mwenzako nenda kamuone, alafu mrudishe kundini. Ukimpata basi umempata nani? Umempata ndugu yako. Sasa siku ya leo tuna somo zuri sana ambalo linasema mwenendo wa maisha mapya. Na hili somo linatuambia tukienendea mwenendo wa maisha mapya ni kana kwamba tunapiga hatua moja kutoka sehemu ya giza na kuelekea kwenye nuru. Yaani unapiga hatua kutoka kwenye giza na kuelekea kwenye nini? Kwenye nuru. Sasa huyu mwenendo mpya wa maisha ambao sasa umeupiga, hatutarajii tena upige hatua nyingine kurudi kwenye giza. Sasa mwandishi leo anasisitiza, baada ya kuwa tumepiga hatua siku ya jana kutoka sasa kwenye ile hali ya ule utu wa kale na kuvaa utu upya, hatutarajii tena kupiga hatua kurudi nyuma, badala yake tunatakiwa kupiga hatua kuelekea wapi? Kuelekea mbele. Ndio somo linasema mwenendo wa maisha mapya. Yaani nilikuwa mtu wa kale, nimeuvua utu wa kale na kuingia kwenye utu upya. Sasa natakiwa nienende na mwenendo mpya sasa kulingana na kila ambacho nimekifanya. Wakati tunajadili pale nilijaribu kukutolea mfano nikakwambia kuna kipindi nilishuhudia kwenye ile extravaganza. Walibatizwa watu makumi elfu. Tulikuwa kule baharini. Watu walibatizwa wengi sana. Sasa kwenye huu mwenendo mpya wa maisha ndo swali langu nilikuwa najiuliza. Hivi wale watu wote walipiga hatua kulingana na somo letu linalosema mwenendo mpya wa maisha, au kuna wengine walirudi hatua nyuma gizani? Sasa kama ukirudi nyuma hatua moja gizani, basi unakuwa sio sehemu ya wale wanaopiga mwenendo mpya wa maisha mapya baada ya kujiunga na nani? Kujiunga na Kristo. Hata wakati wewe unaipokea imani, inawezekana siku ya ubatizo mlibatizwa watu 5, watu 10, watu 6. Je, walipiga wewe mwenendo mpya wa maisha au kuna mwenzenu alirudi hatua nyuma? Sasa somo la siku ya leo linatusisitiza sasa kupiga hatua baada ya kujiunga na haya maisha mapya. Tuendelee kukua kiroho kila siku kunapofanya nini? Kunapokucha. Labda ni kukaribisha sasa mtumishi wa Mungu Mhana, utuelezee tu kwa ufupi. Somo la leo bwana linawahusu sana wateule. Unaweza kutuambia mteule ni mtu wa namna gani? Nashukuru mwenyekiti kwa nafasi hii uliyonipatia. Lakini nashukuru kwa maelezo yako mazuri katika masomo ya hapo awali ambayo tumeweza kuyapitia, na somo la siku ya jana ambalo pia limeweza kutuonyesha mtu kwa namna gani anafanywa, mtu anafanywa upya apate ufahamu. Na tukaona ni kwa namna gani utendaji wa Mungu unafanya kazi katika maisha ya huyu mwanadamu au kwa huyo mtu ambaye yuko tayari sasa kufanywa upya, sababu inakuwa ni utendaji wa Mungu. Lakini Mungu tukaona sema kwamba ni lazima huyo mtu awe tayari kujitoa kwa Mungu, na Mungu anaweza kumtengeneza kumfanya kiumbe kipya. Kama tulivyosema jana, Daudi aliomba, alimwambia Mungu kwamba uniombee moyo safi, na hakika Mungu alitenda hivyo. Kwa hiyo Daudi alidhamiria na hatimaye akabadilishwa. Amen. Lakini sasa siku hii ya leo tunaingia katika somo linalosema mwenendo wa maisha mapya. Sasa tunaanza kuzitafakari njia
tuchukulie hata mfano wa Daudi. Baada ya kutenda ile dhambi ya kulala na mke wa askari au akida wake Uria na kuomba ile toba Daudi. Na tunaona mwenendo wa maisha tena Daudi akawa amebadilika kabisa, akawa amebadilika kabisa. Na akawa na uhusiano kabisa mzuri na Mungu. Na vivyo hivyo na mtu yule yoyote yule ambaye alikuwa ni mdhambi, na yale yote ambayo Paulo ameyataja katika Wakolosai ile sura ya 3, na yote tuliyatazama jana kwamba mtu ambaye wenye viburi, wenye kutukana, matukano, tuangalie matukano, watu wote ambao wana mitindo mbalimbali ya kidunia. Hiyo ni mavazi, namna utamka, namna kuzungumza, namna mpaka na vyakula tunavyokula. Kula ambako tukishasoma sheria, tukishasoma neno la Mungu na tukaona kuna magandi nahitaji tuweze kuenenda. Tunapoelekea katika mwenendo wa Mungu anapohitaji, ndio tunachokitazama siku ya leo. Sasa huo mwenendo sasa. Maisha ya Daudi yalibadilika kabisa baada ya Mungu kumbadilisha moyo wake. Sasa hapa tunachokizungumzia mwenendo wa maisha mapya ni ule sasa uzoefu wa kutembea na Kristo. Ndio siku hii leo tunachoweza kukiangalia. Ndio. Mwandishi anajaribu kuona kwamba sasa anazungumza baada ya zile sifa mbaya na vinaondolewa sasa. Na unapoviacha, tunasema kwamba tunapoviacha tunapomjia Kristo. Paulo yeye anaeleza kuwa na sifa njema kama kuhama kutoka gizani kwenda nini? Kwenda nuru. Amekipa picha hiyo. Chukulia mpenzi msikilizaji ya kwamba ukiwa unatembea katika sehemu ya giza, nyumba ikiwa ni giza na huoni. Na wakati fulani pengine katika hiyo nyumba pengine chukulie picha au unaweza kufunika tu macho yako ukajaribu kuchukulia huo mfano ili uweze kuelewa dhana tunayoiweka hapa. Kwamba chukulia chumba ambacho kikubwa na uko unatembea mle ndani pakawa na vitu fulani vimepangwa na huoni, tegemea tu kwamba utakuwa na jikwaa kwa vitu ambavyo vilivyo nini mle ndani. Na jaribu pia kuchukulia picha sehemu ambayo ni nuru. Sasa unatembea katika sehemu ambayo ni nuru. Hivyo ndio anachotambia hapa Paulo. Mtu yeyote yule ambaye sasa anapokuwa na mwenendo ambao ni mwenendo wa maisha mapya, ni yule ambaye anatembea katika nuru ya Kristo. Amekubali kuongozwa na nani? Na Kristo. Lakini ile nuru ya gizani, sio nuru ya gizani, ile giza ni ile sasa upotevuni, ambako mwisho wa siku ni sehemu ambapo pasipokuwa na tumaini wala pasipokuwa na msaada, hatimaye itakuwa ni uangamivu wa milele. Na hivyo mtumishi wa Mungu Paulo ameeleza sasa haya maisha mapya ni maisha mapya namna gani. Ameeleza katika ile Wakolosai, na akatolea mfano akasema kwamba ni kama jinsi wana wa Israeli walivyoitwa na nani? Na Mungu kwa watu wake maalum na kuaksi tabia yake. Wanaomwamini Yesu ni wateule wa Mungu. Amina. Kumbe hapa wateule sasa ndio kwa swali lako leo niuliza, ni wale wote wanaomwamini nani? Mungu. Wanaomwamini Mungu, wanaomwamini Yesu. Na tunafahamu kwamba Yesu anachokihitaji tumwamini yeye, ni kumwamini yeye, ni kumfuata yeye. Naam, labda niishie hapo mwenyekiti, nitaendelea. Asante sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo unachojaribu kutuambia hapa ni kwamba wateule ni lazima wawe na vigezo. Yaani ili mimi niwe mteule lazima kuna vigezo ambavyo inabidi nivifikie ili niweze kuteuliwa kuwa nini? Miongoni mwa wale nini? Wateule. Sasa fungu linatuambia kwamba wateule ni wengi, si ndio? Walioitwa ni wengi, lakini wateule ni nini? Ni wachache. Kwa hiyo inawezekana tukawa tuko kwenye jamii moja, tukiwa na imani moja, lakini katika hiyo imani moja tunaoshiriki, tusipojitoa kikamilifu, watapatikana wateule wachache na wengine tutabaki, kwa sababu hatutakuwa tumekize nini? Hivyo vigezo. Ni sawa sawa tu na mtu umeenda kufanyiwa usaili sehemu fulani, labda wa kazi sehemu fulani. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo vinatangazwa. Wale waliokuwa na vile vigezo wanaweza kufanya nini? Kupita, alafu na nyinyi ambao hamna hivyo vigezo mkajikuta hamjafanikiwa kupita kwenye hiyo nafasi ya kazi. Japokuwa kwa hali ya kidunia inaweza ikawa ni tofauti, lakini kwa Mungu mwenye vigezo halisi ndio anafanya nini? Anapita. Huku duniani inawezekana hiyo ikafanyika, huo usaili ukafanyika, na hatimaye hata asiyekuwa na vigezo huenda akapita. Lakini kwa upande wa Mungu, kama tulivyosema jana, kwamba yeye anatoa hukumu za haki. Kwa hiyo sasa anapoitoa hukumu kwa wale wateule aliowateua, anateua watu ambao wamekamilika, wasiokuwa na makando kando, tofauti na sisi nani? Wanadamu. Sasa kuna mambo ambayo tutaenda kuyaangalia siku ya leo. Ili uwe mteule, haya mambo ni lazima uambatane nayo. Na kwa upande mwingine tunaweza tukaita kama ni tunda la Roho. Lakini Paulo ameyaweka kwenye kundi hili mambo manane ambayo
yatatusaidia ili kujua kwamba sisi ni wateule. Jambo la kwanza, tuwe na moyo wa rehema. Yani ili wewe uwe mteule miongoni mwa wateule, lazima uwe na moyo wa nini? Wa rehema. Jambo la pili, uwe mpole. Sasa kwenye upole hapa, hata msikilizaji jana alituuliza swali, je, tunatakiwa tuweje wapole? Upole ni wa aina gani? Labda hebu tusomee kwanza kitabu cha Hesabu 12 na lile fungu la 3, tuone, je, wapole ambao wamewahi kutamkwa kwenye Biblia wao walikuwaje, na ni wakati gani unabadilika kuwa mtu nani? Kuwa mtu mpole. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Hesabu 12 na lile fungu la 3, tuje kuona sasa mpole, mtu anayezungumzwa amewahi kuwa mpole katika uso wa dunia. Karibu. Hesabu ile sura ya 12 na ule mstari wa 3, tutasoma kwa uwezo wa jina la Mwenyezi Mungu. Amen. Nasema, basi huyo mtu Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu anatamka mwenyewe kwa kinywa chake, hajawahi kuona yani kwenye uso wa nchi mtu mpole kama nani? Kama Musa. Sasa hebu turudi kabla Musa hajabadilishwa. Musa alikuwa mtu wa namna gani? Musa huyu aliwahi kuua mtu akafukia. Sasa tunakijua kisa chake. Lakini ni mtu huyu Mungu anamtamka hajawahi kuona mtu mpole kama nani? Kama Musa. Musa huyu ambaye alishawahi kuambiwa tu auambie mwamba utoe maji, lakini akaupiga mwamba na hatimaye akawa amemkosea Mungu, lakini ni Mungu huyu anamuita nani? Musa ni nani? Mtu mpole. Kumbe baada ya kupokea lile badiliko la moyo, hapo mtu sasa ndio anaanza kubadilika kuwa nani? Kuitwa huyo mpole. Na yale ya kale Mungu hayakumbuki tena. Yaani kama Mungu angekuwa anakumbuka yale ya kale ya Musa, hakustahili kusema kwamba Musa ni mtu mpole ambaye hajawahi kuona mtu mpole kwenye uso wa nini? Wa nchi. Kwa sababu Musa aliwahi kuua. Si ndio? Yeah. Musa alikuwa na hasira, si ndio? Lakini ni huyu mtu ambaye Mungu anasema hajawahi kuona mtu mpole kama nani? Kama Musa. Na ujue inakuja kwa sababu gani? Baada ya kuwa Musa amewatetea wana wa Israeli mpaka anafika sehemu, kama ikiwezekana unifute mimi. Yaani asiwaangamize tu wana wa Israeli, lakini yeye angalau afutwe kwa niaba ya wana wa nani? Wa Israeli. Mungu anamhesabu kuwa ni mtu mpole. Yaani mtu ambaye anaamua kujitoa kwa ajili ya watu wengine, aumia kwa watu wengine. Ni sawa sawa na kile kisa cha Ruth tulikisema juzi nadhani tulikisema. Yaani wageni wamekuja nyumbani kwako na watu wanataka kuwafanyia tendo baya. Unaamua kuwatoa wewe mabinti zako kuwapatia hao watu wakafanyia hicho kitendo kibaya. Yaani huo ni upendo wa namna gani? Kwa hiyo Musa akaonekana ni mtu nani? Mpole katika uso wa nini? Wa nchi. Sasa huo upole unakuja baada ya nini? Baada ya badiliko la moyo. Sasa somo letu la leo linasema mwenendo wa maisha mapya. Kwa hiyo Musa baada ya kuwa amefanya kile kitendo alipelekwa gerezani, na gereza lao ilikuwa ni kupelekwa unatengwa. Kwa hiyo alikotengwa alikokuwa ndiko Musa alikobadilika. Musa anabadilika na kuja kuwa mtu ambaye anakuja kulitetea taifa la nani? La Israeli, lakini ni mtu ambaye alipelekwa kifungoni kwa sababu ya nini? Ya kuua mtu. Sasa mtu ambaye aliua mtu, lakini leo Mungu anamsema ni nani? Ni mpole. Sasa tungekuwa sisi wanadamu, mfano kama tulivyozungumza jana, kwa habari ya kuhukumu, tungesema tu Musa hafai mbele za uso wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo inapofikia sehemu ya kuhukumu, mwenye kuamua kuhukumu ni nani? Ni Mungu, kwa sababu hukumu zake ni za kweli na nini? Na haki. Sasa sisi hatuwezi kujua. Kwa Musa baada ya kuwa kifungoni kule, amemlilia Mungu na amerudishwa, akarudi akiwa ni mkamilifu na kuja kuifanya kazi ya Mungu. Hatimaye Mungu anamtambua kuwa ni mtu mpole ambaye hajawahi kuonekana kwenye uso wa nini? Wa hii nchi. Lakini huyu mpole ambaye tunamzungumzia hapa, hata alipokuwa natoka mlimani na mbao 2 zile alipokuta huku mambo yameharibika, watu wametengeneza miungu na ndama na nini, kwa hasira mpaka anaangusha mbao zile, zinafanya nini? Zinaanguka. Lakini ni mtu huyu Mungu anamtamka kuwa ni nani? Ni mpole. Kwa hiyo pale mtu anapopokea lile badiliko la moyo, anauvua ule tu wa kale, huyo mtu anabadilika kabisa, anakuwa sio yule. Yaani kama ulikuwa unamuita kahaba, akishabadilika, acha na habari ya kumuita kahaba, sio kahaba nini tena. Mtu alikuwa ni mwizi, akishaamua kuvaa utu upya, ameacha wizi, usimuite tena nani? Mwizi, kwa sababu na hasa akiishi kwenye mwenendo wa maisha mapya. Yaani ametoka gizani na kupiga hatua kwenda kwenye nuru. Kwa hiyo huyo mtu na akiendelea na hayo maisha ya nuru, hapaswi tena
kushtakiwa au kusemwa kwa kila ambacho alikuwa anakifanya kipindi cha nyuma. Lakini kuna kitu kingine cha kujazia katika hayo mambo ambayo tumeyatamka hapa. Tulikuwa kwenye upole. Jambo jingine ni uvumilivu. Ili tuwe miongoni mwa wale wateule, ni sharti tuwe na uvumilivu. Uvumilivu kwa mambo gani? Mambo mengi ambayo tunatakiwa kuyavumilia. Tunataka kutoa kisa cha Musa hapa. Musa asingekuwa mvumilivu, ile kazi ingemshinda. Manake wana Waisraeli unawaonyesha hivi, ndugu zangu tufanyeni hivi, baada ya muda wanabadilika wanafanya kitu kingine. Sasa na kwenye maisha yetu ambayo yanatuzunguka, tukisha toka kwenye ile hali ya giza na kuingia kwenye nuru, tunapopiga huo mwenendo mpya wa maisha, tunapaswa kuwa wavumilivu. Kwanza tutatengwa na wale marafiki tuliokuwa tunafanya nao mambo ya gizani. Tutatengwa na ndugu zetu. Kuna vitu vingi tu ambavyo tutajikuta tumetengwa navyo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wavumilivu ili tuweze kuchuchumilia ule ukweli na hatimaye tukawa miongoni mwa wale wateule. Lakini kuna jambo jingine ambalo Paulo amelitamka, akasema kuchukuliana. Yaani ili uwe miongoni mwa wateule ni lazima kuchukuliana. Sasa hapa kwenye kuchukuliana hapa fungu linaweza kusema kwamba kuchukuliana mizigo. Yaani mwenzio amekosea. Yaani ni unasamehe tu. Lakini unamuelekeza njia inayopaswa kufanya nini? Kuifuata. Jambo jingine ambalo katika jioni ya leo tunakumbushwa, anasema nimesha kusameheana, lakini zaidi ni upendo. Katika yote zaidi ni nini? Ni upendo. Yaani mambo yote ambayo tumeyataja hapa yanabebwa na nini? Na upendo. Na ndio maana nikaanza nikasema haya ni kama tunda la nini? La Roho. Yaani ukishakuwa nayo haya, wewe ni miongoni mwa wale wanaoitwa wateule wa Bwana. Japokuwa Biblia imesema ni wachache, wako wengi, walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Na kwa kweli tunaweza tukawa tuko kanisani, kama maisha yetu ya kila siku hayaendi sawa na mwenendo mpya wa maisha, kuchuchumilia ule wokovu na kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tunaweza tukawa tuko wengi makanisani, kwenye nyumba za sala na sehemu mbalimbali, lakini wateule tukajikuta ni wangapi? Ni wachache, kama neno la Mungu linavyosema. Na tulianza kwa kusema siku ya Jumatatu tulisema kanuni za kimbingu zinakuwa kama ni kinyume, yani zinakuwa kama ni hasi. Yani fikra za kimbingu zinakuwa ni hasi, lakini fikra za kidunia sisi mara nyingi tunataka ziwe chanya. Yani kwamba Mungu anatamani jirani ambaye amekukosea wewe umuombee. Lakini mimi kwa fikra za kimbingu ninamuona kama nani? Kama adui yangu. Kwa hiyo sasa unapoyafanya haya lazima uwe na upendo. Usipokuwa na upendo huwezi kuyafanya. Haya yote yanafanywa kwa nini? Kwa upendo. Tutoe kisa kimoja cha wengi tunakifahamu. Yusufu. Yusufu ndugu zake walimuuza. Kwanza walitaka kumuua, wakamtupa kwenye shimo, lakini baadaye wakajadiliana wakasema wamuuze, na mara baadaye ukapita msafara, hatimaye wakaamua sasa wamtoe na wakamuuza. Lakini huyu Yusufu baada ya kuuzwa anaenda kule na baadaye anakwenda kupata kesi hiyo ya kusingiziwa, anawekwa gerezani baadaye kwa sababu ya kile alichokuwa nakifanya, kwa kuelezea ndoto na nini, anatolewa kule tena anakuja kufanywa kuwa waziri mkuu wa taifa. Yaani mtu ambaye ameuzwa anakuja kuwa kiongozi wa taifa ambako ameuzwa. Na baadaye inatokea njaa. Sasa ndugu zake, sehemu ya kwenda kuchukua chakula ilikuwa ni sehemu ambapo ndugu yao Yusufu akiwa anafanya kazi huko. Na wala wao hawakujua. Lakini walivyofika ndugu zake, kaka zake ambao walihusika kwenye kumuuza au kutaka kumuua, wanakutana na ndugu yao, yeye anawatambua lakini wao hawajafanya nini? Hawajamtambua. Sasa ndo najiuliza, kwa hali ya kawaida tungekuwa na zile fikra za kidunia, kwa sababu anaishakuwa na mamlaka, huenda angewakamata ndugu zake na akaweka wapi? Akaweka selo, akaweka fungia huko ndani. Angeamua kulipa kisasi kwa sababu ana nini? Ana mamlaka tayari. Lakini huyu anaamua kuwakaribisha na kuwaita, wanaletwa sehemu ambapo huyu bwana anakaa. Lakini hii kwa nini ilitokea? Inatokea ni kwa sababu alikuwa na upendo. Kwanza amebadilishwa. Na watu wengi ambao walipitia changamoto nyingi sana za kiimani kama kina Yusufu wao. Tumesema na Musa naye pia. Yaani unapelekwa sehemu, unawekwa huko kwa sababu ya kosa fulani, aidha kwa kusingiziwa au sio kwa kusingiziwa. Mara nyingi baada ya kutoka kule walikuja kufanya vitu vikubwa sana. Yusufu anakuja kufanya kitu kikubwa sana kwa ndugu zake. Yaani kama ingekuwa ni akili yetu na fikra zetu za kibinadamu, alipaswa kulipa kisasi kwa nani? Kwa ndugu zake. Na kwa kweli hicho kitu hakuweza kukifanya. Kwa hiyo ukishakuwa ni mtu wa Mungu na ukitembea pamoja na mwenendo mpya wa maisha, ukibadilishwa kila kukicha,
hauwezi kulipa baya kwa ndugu yako. Hauwezi kulipa baya kwa jirani yako. Hauwezi kulipa baya kwa adui yako. Kikubwa zaidi utamtendea mema, kama somo la leo linavyosema, kadri unavyomtendea mema huyo aliyekuwa adui yako, anazidi kumuona Yesu ndani yako wewe. Kwa hiyo kuna namna ambayo injili tunaweza tukaifanya, sio lazima tutumie nguvu kubwa sana. Mtindo wetu wa maisha na namna ambavyo tunavyoyapokea mambo ambayo tunayotendewa, sasa tukiyapokea kwa maana ya chanya ya kimbingu na hasi yani chanya ya kimbingu ambayo ni hasi sasa kidunia hapa, tukaamua kuyafanyia kazi, kwa kweli mambo yanakuwa ni mazuri na hatimaye tunawavuta watu wengi kwa Bwana kwa sababu ya mtindo wa maisha ambao tumeufanya. Sasa Mhwana, labda nikukaribishe kwenye hizi sifa chache hizi. Unaweza ukazungumza kitu gani hapo, au tuambie rehema au neema. Unaweza ukatuambia jambo lolote hapo, karibu kwenye hizi sifa 8 nilizozitaja hapa. Asante. Hakika somo hili ni zuri pia. Na tuonyesha tuko na magani sasa huyo mtu ambaye amekuwa na badiliko na anaenenda kwa namna gani mwenendo wa maisha mapya. Na anakulia. Paulo amependekeza au Paulo anatuwasa sasa katika hivyo vipengele au katika hizo sifa alizozitaja hapo. Ndio. Labda tuisome kabisa hii Wakolosai. Kolosai ile sura 3 na ule mstari wa 12. Naam. Paulo anaanza kusema kwamba basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Sasa jaribu kutafakari kwanza, mpenzi msikilizaji, amekwambia basi. Neno la Mungu linaposema neno basi, maana yake palikuwa na jambo fulani hapo nyuma, neno basi. Sasa baada ya kupokea ile badiliko sasa la kumkiri Kristo na umekubali sasa, mimi sasa pengine mimi ni mtu ambaye niwe mfuasi wa Kristo. Sasa basi kama unakubaliana na kama umeshakubali hivyo, ni lazima yanayofuata hayo ukubaliane nayo. Tujivike sasa. Kujivika sasa maana yake ni kuondoa yale yaliyokuwepo ndani na kujivika utu upya. Na tunapojivika utu upya, tunakuwa na uzoefu wa mambo ambayo yafuatayo kama anavyoyataja: utu wema, uvumilivu. Anaendelea mstari wa 3 anasema kwamba mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Kwa kweli hii ni kanuni ngumu sana. Ni kama jinsi Petro pia aliyofikia hatua alivyochoka kusamehe, akamwendea Yesu kumwambia, Bwana, ni mtu akinikosa hata mara ngapi niweze kumsamehe? Mungu anamwambia samehe 7 mara ngapi? Mara 70. Kwa kweli ni jambo ambalo ni gumu sana. Sana. Lakini basi Mungu anachokihitaji katika maisha ya mwanadamu akulie hivyo au aenende kama jinsi Mungu anavyohitaji. Kwa sababu ndiyo kanuni ya kimbingu. Asante sana. Hiyo ndiyo kanuni ya kimbingu. Na katika sifa hizo tunaona kwamba tukiangalia pengine katika kipengele cha uvumilivu. Kuna wakati sasa huyo mtu ambaye anaenenda katika maisha mapya, changamoto kama hii. Kwanza ukishakuwa mtu ambaye ukishakuwa na uzoefu na Mungu au mtu ambaye umeshamkiri Kristo. Huu mwenendo wa maisha mapya haimaanishi kwamba changamoto hazitakuja. Hapana. Lazima zinakuja. Ni nyingi tu. Na ndio maana Biblia inataja kabisa. Mpaka Paulo anapohitaji hivi vitu, utu wema, uvumilivu, ustahimilivu, vitu kama hivyo, maana yake kwa mtu ambaye ni Mkristo utaingia na changamoto nyingi sana na utakumbana nazo. Na namna gani ambayo unaweza kuziona? Kwa mfano tuchukue kipengele cha uvumilivu. Wakati fulani ambapo Mungu alipomwahidi Ibrahimu kwamba angempatia mtoto, Ibrahimu alisubiri kwa muda. Na alivyoona wakati ule ya kwamba amekaa muda mrefu bila kupata mtoto, basi aliendelea kukaa hivyo, lakini alishawishiwa na mke wake. Na Mungu mwenyewe alimpa ahadi Ibrahimu angempatia mtoto. Jambo Mungu alichokusudia kusudia katika maisha ya Ibrahimu, yeye ni kusimama imara au kutegemea tu kwamba Mungu hakika atampatia. Kwa sababu Mungu asingemnenea uongo. Ilipasa Ibrahimu kusimama imara tu, kuvumilia tu kwa Mungu hakika angempatia. Lakini sasa tunaona kilichotokea ni kwamba baada ya Ibrahimu kukubali ule ushawishi wa mke wake na hatimaye kulala na ule na kijakazi wake Haji, matokeo yake ilikuwa ni mabaya sana. Ya kwamba Haji tena akawa ni mwiba katika ile familia, na akawa anazungumza maneno ambayo kama ni ya kashfa kwa Sara. Na basi Sara anamwendea Ibrahimu kwa kumlalamikia
Na Ibrahimu anamwambia kwamba huyu mtu yuko ndani ya nini? Ya mikono yako, wewe yuko ndani ya uwezo wako. Na maamuzi yanayotokea hapo ni kumfukuza. Alimfukuza yule mwanamke. Lakini basi malaika anamtokea huko aliko na anamwaidia kwamba atamfanya kuwa taifa kubwa. Maana hii familia haikuwa na amani tena baada hii jambo kutokea, baada kupokea huyo mtoto. Lakini hakuwa ni mtoto ambao wa ahadi ambao Mungu amekuwa amemwaidia Ibrahimu. Matokeo yake sasa ilikuwa ni mabaya, kuona kwamba familia ya Ibrahimu kutokuwa na nini, kutokuwa na amani. Lakini pia rehema ni ile kitu ambacho hautustahili. Ni kama neema kuwa nacho. Lakini basi Mungu anahitaji katika maisha ya huyu mtu au mimi ambaye sasa nasema nimeanza maisha mapya na Mungu. Mungu anachokusudia katika maisha yangu mimi niwe ni mtu wa rehema. Kwa rehemu wengine, kwa hurumia wengine. Yaani ya kwamba kile kitu ambacho ni kibaya, hata kama pia yani ni kwamba nisiwatendee mabaya watu wenzangu wote. Mungu ndiye anachokusudia katika maisha yangu mimi, katika mwenendo wa maisha yangu au katika mwenendo wa maisha haya mapya. Lakini pia zaidi sana tunasema kwamba tujivike upendo. Upendo ndio jambo la msingi sana hapa. Kwa sababu upendo huvumilia, upendo utajitenga na mabaya. Yaani upendo huvumilia mambo mengi. Na hatimaye hutatamani kumtendea mtu yeyote ambaye ni jambo nini? Baya. Kama wewe utamani pengine kutukanwa, basi usimtukane mwenzako. Mwingine usimtukane. Vivyo hivyo pengine kuna mambo mengi ambayo pengine naweza tukayaongezea kwamba kwa mtu huyu ambaye sasa ni mteule, amechaguliwa na Mungu. Kwa sababu neno ni mteule, umechaguliwa kati ya watu fulani, kati ya jamii ya watu fulani. Sasa kama maana yake ni mteule, maana yake matarajio hicho kitu ni kitu gani? Ndio haya Paulo anayasema hapa. Tunaweza kusema mtu ni mtu ambaye pengine asiyefungamana na nini, na dhambi. Ndio matarajio hayo. Sisi ni mzao mteule, taifa takatifu, uzao wa nini? Wa kuhani. Kama ni hivyo maana yake tunastahili kuirithi nini? Mbingu. Lakini kuna mambo sasa ambayo lazima kama sisi wanadamu tuanze kuyafanyia kazi. Na kama tunataka kuirithi hiyo mbingu ambao Mungu ametuahidia, sasa tuambie sisi ni uzao mteule, uzao wa kikuhani. Sasa Mungu anachotaka katika maisha yetu kabla tujafika kule mbinguni, tuanze kujifunza hapa. Na ndio maana Paulo amevisema hapa. Kwa mpenzi msikilizaji, kama utaona ni jambo gumu sana katika maisha sasa hivi kuyapitia, kwa experience au kuwa na uzoefu na mambo haya, ama hakika kweli mbingu haikustahili. Kwa ngumu. Kama unajiona katika haya Paulo aliyoyataja, basi kila mmoja siku hii ya leo ikae ni kipimo. Ajitafakari, je, upendo nao? Ajitafakari, je, ustahimilivu anao? Je, uvumilivu anao? Na yale mengine yote ambayo Paulo ameyasema hapa, ni lazima kila mmoja wetu katika siku hii ya leo yakawe ni kipimo sasa. Kuona kwamba kama tunastahili mbingu au tunatamani kuwa kama Mungu alivyotuahidia sisi ni uzao mteule, taifa takatifu, ili kuirithi ile nchi au ile mbingu, ni lazima tuwe na sifa hizo ambazo Paulo amezisema. Amen. Asante sana. Kwa hiyo tunaona wateule pamoja na sifa na vigezo. Moja ya vigezo vya wateule ni lazima upendo iwe ni kifungo cha ukamilifu. Kama tulivyojifunza siku ya leo. Yaani hawa lazima wafungwe na kifungo cha nini? Cha ukamilifu. Yaani ambayo ni upendo. Bila kuwa na upendo kwa kweli kuwa wateule haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo lazima upendo utawale miongoni mwetu ili tuweze kuwa miongoni mwa wale wateule. Kwa hiyo kifungo cha upendo ndicho kitakuwa ukamilifu utakaotufanya kwenye maisha haya tuwe miongoni mwa wateule. Sasa tunazidi kuwakumbusha namba yetu ya maswali, mchango wowote ni 0748 61 0233. Nitarudia 0748 61 0233. Usipige simu, tuma message fupi, ujumbe wako mfupi kwa ajili ya swali au mchango wote. Sasa kwa muda huu mchache tutapitia baadhi ya jumbe, alafu baadaye tutarudi kwenye somo letu na hatimaye tutarudi tena kwa ajili ya kuenda kuhitimisha. Anasema Mungu apewe sifa. Amen. Tunabarikiwa sana. Mimi Sadoki Meshaki kutoka Kitanga, Kasulu, Kigoma, nauliza, je, Yesu akija kama leo wa Jumapili wanaweza kujitetea? Hili ni swali ambalo anauliza msikilizaji wetu kutoka huko Kigoma anayeitwa kwa jina la Sadoki Meshaki. Swali lake ameuliza kwamba wa Jumapili wanaweza kujitetea. Sasa Bwana Meshaki, kitu ambacho
cha kukizingatia ni kwamba tumepewa kazi moja tu ya kuenenda kuihubiri Injili kama Mathayo 28 na inavyosema, kuihubiri Injili ulimwenguni wapi? Kote. Sasa huyo mtu nayemzungumzia hapa, kama ameisikia hii habari njema na akaisikia kabisa na akaielewa, hiyo ni habari nyingine. Lakini naamini kwa sababu Mungu wetu yeye anasema anatoa hukumu zake ni za haki. Haitatokea akaja akamhukumu mtu ambaye hii habari ambayo tumeambiwa ukweli hakuusikia. Kama ukweli ameusikia, ni lazima cha kujitetea kitakuwa hakipo, kwa sababu tumeambiwa hii itakuwa ni ushuhuda kwa watu wote. Yani kishatolewa hii habari ya Injili itakuwa ni ushuhuda kwa nini? Kwa watu wote na kwa mataifa yote. Yani ile siku ya mwisho itakuwa kama ni ushuhuda, yani kama ni ushahidi kwako kwamba bwana uliambiwa 1 2 3 na hukufanya nini? Haukufanya. Lakini kitu kingine ambacho nakukumbusha bwana Sadoki Meshaki, zingatia hili. Yesu anasema anao watu wake ambao ni wazizi hili, lakini wako nje ya nini? Ya zizi. Sasa mimi na wewe tuna kazi ya kuifanya. Kwa hiyo sisi tukajifungia ndani tu tukasema kwa sababu sisi tuko ndani, lakini Mungu anatambua kuna watu wake nje ya nini? Ya zizi. Mwenye kazi hiyo ni mimi na wewe, kuhakikisha hao watu wamefanya nini? Wamepelekewa ujumbe na hatimaye kujua ukweli na kuungana pamoja. Na pasipo kufanya hivyo kazi yetu, na sisi tutakuwa miongoni mwa wale ambao hatuifanyi kazi ya Bwana na hatimaye tutakuwa tumekataliwa. Lakini kuna mtu mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Mimi naomba kuuliza swali. Je, ikiwa mimi ni Mkristo lakini tunaishi majirani wanaojiita walokole, ukiamka asubuhi ukiwasalimia wanakusalimia kwa unyonge, muda mwingine wanakaa kimya, nifanyeje? Nitaendelea kuwasalimia au niache? Hauwezi kuacha. Tumesema siri ya kuwa mtaua lazima tunda la Roho uwe nalo. Uvumilivu, upole, utu wema. Yani unapaswa kuwafanyia kitendo ambacho hawa watu hawapaswi kukifanya, hawapaswi kufanyiwa. Yani kama ni habari ya kutokuelewana, yani hata ikitokea wana tukio lolote, wana mgonjwa, wana msiba, wana sherehe yoyote, changamana nao. Yani hiyo wewe siwe ni kikwazo. Na kwa nini kwanza wakununia? Yani sioni sababu ya kwamba kwa sababu wewe ni dini hii mtu atakununia. Hapana. Nafikiri namna ya kuweza kuhusiana na kukutana kwa mnapochangamana, hiyo ndio inaweza kawa changamoto katika maisha. Kwa hiyo kitu ambacho tunakusihi na kukukumbusha, usiache. Yani usiache, tena ongeza. Yani wewe kwako matukio yako yawe ni kwa ajili ya wema, sio kwa ubaya. Yani usije ukalipa ubaya kwa kila ambacho unafanya nini? Unafanyiwa. Tumejifunza kwa wiki hii sisi kazi yetu ni kuwa nuru, au kuwa barua. Na tukasema barua ni lazima isomwe. Hakuna barua ambayo inaandikwa bila kusomwa. Kwa hiyo wewe uwe barua kwa hao majirani zako. Asante sana. Mimi cha kuongeza. Naam, karibu. Nimtie moyo tu mpenzi msikilizaji kwa namna ambavyo kwa swali lake la changamoto, hiyo ni jamii ambayo inatuzunguka. Na hiyo ni kuna wakati fulani tujifunza somo moja inaitwa karibuni. Karibuni yani ni changamoto ambazo unajikuwa unazipitia kila kitu sambamba na Kristo. Mungu anachokihitaji sasa hapo, maana yake huo ni utume. Yani Mungu anachokusudia mahali hapo yeye kutukuzwa, lakini afanye yani mapenzi ya Mungu yafanyike kupitia kwako. Wamuone Kristo kupitia nini? Kwako. Watu wanaama kama hiyo kweli wako. Na mhubiri, mtunzi wa mwandishi wa shairi, mhubiri ile sura ya 7:9 anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Sasa maana yake usikubali wewe mtumishi wa Mungu kuitwa mpumbavu. Na hasira yako hii yani isiwe kwa haraka. Mungu anakusudia jambo fulani kuhusu hao watu. Kwa hiyo hata hivyo hilo nao pia lijatokea kwa bahati mbaya. Pengine Mungu ametamani pengine uwe ushuhuda katika hilo ambalo unaolipitia. Kwa hiyo mimi nikutie tu moyo wa kwamba endelea kuwaombea. Na sababu mwisho siku hakuna yote yaliyo mwilini ataenda kwa mwilini. Kama tulivyotoka kusema hapa mwenyekiti ya kwamba kama ukiwa na changamoto pia ni msiba au kijambo yote fulani la furaha, changamana nao. Hivyo ndio pia watahisi uwepo wako na kuona mbona ni mtu wa tofauti sana anakutendea mabaya, lakini bado wewe pia unarudisha mambo mazuri. Ingawa ni changamoto kweli kubwa. Hiyo nakiri kabisa kwamba ni changamoto kubwa, lakini Mungu ndio anaokusudia katika maisha yetu.
tuweze kuwatendea hivi watu wengine. Amen. Kwa hiyo kama pengine ni jambo umeshaona pengine ni gumu zaidi, rudi katika magoti. Mungu yeye ni mwaminifu, atakusikia na hatimaye atawasaidia hao watu kuleta badiliko ndani ya maisha yao. Asante sana, asante sana. Kwa hiyo hilo ni jukumu kuhakikisha kwamba unaendelea na kila ambacho umekianzisha na wala usivunjike moyo. Tumesema kuna muda watu wengi watakasirikiwa kwa sababu ya nini? Ya neno la Mungu. Kwa hiyo wewe wala isikuvunje moyo. Wakati tumejifunza hata siku ya jana, unapokuwa na changamoto nyingi ndipo ukamilifu kwako unakaribia. Tumesoma visa vya wazee wetu wa imani, kila walipopitia changamoto nyingi, baada ya ile changamoto kulikuwa na neema mbele yake. Tukasema Lutu akapitia changamoto ngumu sana ya kutaka kuwatoa mabinti zake kwa habari ambayo ni mbaya kabisa. Lakini baada hapo mji unaangamizwa, Lutu anafanya nini? Anaokolewa. Ibrahimu amepitia changamoto kubwa, Ibrahimu anataka kumtoa mwanae, lakini baada ya hapo Ibrahimu anafanya nini? Anakuwa yuko salama. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto ya majirani yani wewe usichoke, endelea. Lakini kikubwa zaidi, endelea kuwaombea. Endelea kuombea na Mungu hakika siku moja atatenda, na kuna ushuhuda utautoa siku moja kwamba wale watu siku moja mmekuwa watu wa familia moja. Naam. Kuna mtu mmoja mimi naitwa Consolata Samuel, nipo Mbeya. Watu wa Jumapili hawataenda kwa sababu ukweli wengine wanaujua lakini hawataki kubadilika. Mungu atusaidie ili tuingie zizini mwake. Asante kwa ujumbe mzuri. Sasa nimsaidie Consolata. Tumetoka kuzungumza hapa, kuna fikira za kimbingu na fikira za nini? Za kidunia. Lakini tukasema kuna ghadhabu ya Mungu na ghadhabu ya nani? Ya wanadamu. Tukasema ni ghadhabu ya Mungu peke yake ndio inaweza kaamua kwamba huyu mtu anastahili kusemwa kwamba anaweza kuulisi ufalme wa mbinguni au sio kuulisi ufalme wa nini? Wa mbinguni. Lakini kwa ghadhabu yangu mimi naweza nisitende haki kwa sababu sina uhakika huyo mtu atakuwa amefanya nini? Amemalizaje mwendo wake wakati anaumaliza mwendo. Inawezekana kweli alikuwa anajua ule ukweli. Lakini je, dakika za mwisho huyo mtu akaamua kukata shauri katika wakati mgumu kabisa, utajuaje? Tulitoa mfano kisa cha pale msalabani. Katika wale watu wawili. Yaani nikasema asingesema yule bwana kwamba akatambua kosa lake na akasema naomba unikumbuke katika ufalme wako, na Yesu akamjibu. Yesu angekaa kimya na yule bwana hakusema, akabaki kimoyomoyo, lakini amefanya toba kimoyomoyo kimya kimya. Na pale Mungu akampokea, Yesu akampokea pale msalabani bila kusema jambo lolote. Sisi wote wahubiri na watu wa kila aina ambao wangesoma hiki kisa leo, tungewahukumu watu wawili kwa sababu walikuwa ni majambazi, walikuwa ni wanyang'anyi, si wajambazi. Tungewahukumu kwamba hao wote ni wa wapi? Wa motoni. Lakini kwa sababu ni Yesu alisema, yule wa upande wa pili akaonekana kwamba Yesu amefanya nini? Amempokea, ndio maana tunasema kwamba alimpokea. Lakini kama angeomba akafanya toba kimya. Sasa naweza kumuuliza Consolata. Huyu aliahidiwa na Yesu. Hakubatizwa? Si ndio hakuingia Sabato, huenda kwenye kanisa la Sabato hakuingia, lakini kwa sababu ya badiliko la moyo na toba aliyoifanya hapo, yani ndani ya muda mfupi akautambua ukweli na akaamua kujisalimisha. Leo hii miongoni mwa wale ambao watakuwepo mbinguni pamoja na yeye. Kwa hiyo ukiwa unazungumza na watu hao, wewe wape ukweli, waelekeze ukweli kuhusiana na neno la nani? La Mungu. Lakini usimwambie mtu kwamba hautaenda wapi? Hautaenda mbinguni. Tuache kujivisha mamlaka ya kuhukumu. Mwenye kuhukumu ni nani? Ni Mungu peke yake. Yaani huyo mtu huwezi kujua dakika za mwisho anaweza kufanya nini. Ukweli anaujua, anabadilika, alafu analala akiwa anabadiliko. Alafu mimi ambao ukweli naujua nikajikuta hata nje ya hao wateule wachache ambao wamechaguliwa simo. Lakini yule ambao sikutarajia kabisa akaulisi ufalme wa nani? Wa mbinguni. Sasa ni kuwa makini kwenye tunapoongea na watu wa Mungu. Kwa hiyo hao watu wote ni watu wa Mungu na tusiwachukulie kama ni watu baki. Lakini kikubwa ni kuombea na kuendelea kujifunza kama ukweli kweli umeusikia na wamepewa ukweli, Bwana ataendelea kunong'ona nao kwenye Roho Mtakatifu atafanya kazi yake na hatimaye tutakuwa familia moja. Huyu anaitwa Emmanuel Ndima kutoka Morogoro Ulanga. Swali kwa mjibu wa Ufunuo kuna sehemu wapo 144,000. Je, hiyo ni namba kamili ya watakatifu au ikoje? Hili swali liko nje ya mada ambayo tunaendelea nayo.
tunataka tuende tujikite kwenye mada ambayo tuko nayo kwa siku ya leo. Je, kuwa mwanajeshi ni halali kuua vitani? Anauliza swali. Kuwa mwanajeshi ni halali kufanya nini? Kuua vitani. Sasa hii mantiki ya hili swali, na akauliza, je, msabato kuwa mwanajeshi ni halali kuua vitani? Sasa hili swali lina mantiki kubwa, na tuliambiwa tu, yani Biblia inatuambia kitu kimoja, yaliyo ya Mungu mpeni Mungu, yaliyo ya Kaisari apewe nani? Kaisari. Hata kipindi cha nyuma cha watawala, so walikuwa na majeshi, walikuwa na askari, walikuwa na nini, walifanya kazi kwa utaratibu ambao, yani cha msingi ni kwamba pale tulipotajua tu ni kwamba watu labda walienda kinyume, hawakutenda haki kwa jambo fulani, shida ndio ilianzia hapo. Lakini leo hii kuwa mwanajeshi si kuwa nani, hiyo habari ni kitu ambacho hakina shida yoyote. Lakini kikubwa ni kwamba hiyo kazi unaifanyaje? Yusufu amekuwa waziri mkuu. Kwani tumeona Yusufu analalamikiwa sehemu? So alikuwa ni kiongozi? Alikuwa ni kiongozi. Lakini kuna watu wengi ambao tumewasoma, majemedali wa vita walikuwepo wengi, lakini hakuna sehemu ambao wamefanya nini? Wamelalamikiwa. Kikubwa tunachokizungumza hapa ni haki ambayo inatendwa kwa wakati. Kwa hiyo kama huyo mtu yuko kwenye haki na yuko kwenye kazi yake iliyo halali, na Mungu ameruhusu hiyo kazi iwepo, kwa sababu mamlaka zote zimewekwa na nani? Mungu ndiye ameziweka mamlaka. Yuko hapa anaifanya kazi kwa uhalali, hatakiwi kushutumiwa kwa kazi ambayo anaifanya. Lakini swali jingine anasema, watumishi wa Bwana na mbarikiwe kwa kazi ya Bwana, awatie nguvu. Nipo Shukia, nipo Ndago. Huyo anatuma ujumbe wa kutupongeza. Lakini mtu mwingine anasema, Bwana ni mwema. Watu wa Mungu, naitwa Patrick Play, nauliza kile kipengele cha kuwa na moyo wa rehema sijakielewa, naomba ufafanuzi hapo. Kipengele cha kuwa na moyo wa rehema, hebu tusomee. Tumesoma na fungu kabisa hapo inayohusiana na rehema. Hapa turejea katika ile Mwanzo sura ya 32:10. Tuone Mwanzo 32 fungu la 10 ili tuweze kuiona neno rehema. Na tukasema rehema ni kitu ambacho mtu anastahili, yani anapewa, lakini hakustahili kufanya nini? Kuwa nacho. Yani hicho kitu haukustahili kuwa nacho, lakini kwa rehema unafanya nini? Unapatiwa. Basi ngoja ile fungu tulisome hapo haraka alafu tujazie hapo, twende kwenye swali jingine. Mwanzo la sura 32:10 inasema, mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Yani hastahili kwa kila ambacho Mungu amefanya nini? Amemtendea. Yani Bwana Patrick Play, kuhusiana na habari ulioiulizia hapa, yani hiyo ni kitu ambacho mtu unapewa, lakini ukustahili kufanya nini? Kuwa nacho. Yani ukustahili, lakini kwa upendeleo wa Mungu tu unafanya nini? Unakipata hicho kitu. Hapa nizungumzie kidogo katika kipengele hicho. Ukisoma hiki kisa cha Mwanzo 32, kwa kweli ni kisa ambacho kenye kusisimua sana, kenye kuvutia. Lakini ukiangalia hapa tunamtazama mtumishi wa Mungu Yakobo. Ni ile baada sasa anaporudi kutoka katika kumkimbia mjomba wake. Na baada ya kukimbia kule sasa anakutana na ndugu yake Esau. Na hapa anakutana katika sehemu ambayo sasa anatuma ujumbe kwa watu kusema kama waje mlaki. Esau anaagiza watu kwa kwamba watu 400 kwa ajili ya kwenda kumpokea. Hapo analetea ujumbe ya Yakobo kuambia kwamba ndugu yako ametuma watu wangapi? 400 kuja kukulaki. Ile hofu inaanza kumjaa Esau, kuogopa kwamba ni kwa nini watu 400 tojo nilaki mimi hapa? Sasa anasema kwamba sasa yani mimi sistahili hata kukuletea hao watu. Ni ile hofu. Kwa rehema ni kila ambacho Mungu anakuwa anatupatia, yani ni rehema ni kile ambacho tustahili kuwa nacho, lakini kama upendeleo. Ndio Mungu anavyohitaji pia na kusudia katika maisha ya mtu ambaye ni mteule. Asante sana. Tupate ujumbe mwingine hapa, anaitwa na je, kama ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu akajitoa kwa Mungu muda mrefu akafariki kabla hajabatizwa, ataulisi ufalme wa Mungu?
Swali anaendelea kuuliza Consolata, tumetoka kumjibu swali lake hapo. Je, anauliza swali, alikuwa mwaminifu. Sasa hiyo mwaminifu kwa kipi? Unajua ni mtu na Mungu wake. Yaani ukifika muda wa kulala usingizi, ni mtu na nani? Na Mungu wake anayejua. Ndio maana tukabakia kusema pale pale, mwenye kutoa hukumu ni nani? Ni Mungu. Sisi tukiamua kutoa hukumu, hizo hukumu kwetu zitakuwa hazina haki yoyote. Yaani hukumu za wanadamu hazina haki, lakini mwenye haki ni nani? Ni Mungu pekee, ambaye anaweza kujua huyo mtu amelala kwa namna gani. Je, ni kifo au amelala usingizi? Kwa hiyo anayeweza kujua hilo ni nani? Ni Mungu. Anasema mwingine, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Mikaeli Msemo, nipo Meatu Simiyu. Nabarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki kwa kuchambua vyema somo hili, wainjilisti hapo studio. Amina sana Bwana Mikaeli Msemo. Alafu kuna mtu mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi Betha, je, mtoto mchanga akifa na wazazi wakiwa hawajamjua Mungu na wakaja wakamjua Mungu, je, huyo mtoto watamuokoa au? Naomba kueleweshwa. Hakuna sehemu ambapo mtu anaweza kumuokoa mtu mwingine. Kwa ufupi ni kwamba kila mtu anasimama katika sehemu yake yeye mwenyewe. Sasa mtoto mchanga, hiyo ni habari nyingine. Mungu mwenyewe ndio anafanya nini? Anajua. Kwa hiyo habari ya mtoto mchanga wala acha kuhangaika nayo, na wala usinani. Hakuna mtu ambaye anaweza akambeba mwingine kwa uaminifu wake. Yaani kila mtu anapenya kwenye lile lango kwa sababu yeye ni mkamilifu. Asante. Labda nijibu tu kwa kuzungumzia kesi ya kuhusu mtoto mchanga. Nadhani taratibu zipo. Tunafahamu tu ya kwamba mtoto Yesu baada ya kuzaliwa alienda katika hekaluni, walimpeleka na baada hapo yule kuna kuhani ambaye alimpa nini? Alimshika, kwa maana kwamba kumkabidhi mikononi mwa Mungu. Naam. Huo ni utaratibu ambao upo, ambao makanisa nadhani siji mengi, lakini ingaje sasa hapo wengine huwa wanabatiza kila watoto wadogo. Jambo ambalo hasa ni jambo lingine, ni jambo lingine ambalo sio sawa. Kwa sababu mtu anatakiwa amkiri Kristo. Sasa mtoto mdogo anamkiri Kristo ni jambo hapana. Lakini hii inakuwa na dhambi za asili, kuona ndio maana anawekewa mikono au kuombewa juu ya toba na msamaha wa dhambi. Kwa hata kama akiwa amekufa, sasa hiyo swala kumpokea ni jambo lingine, lakini tunaamini kwamba tunapokuwa tunamwombea toba na msamaha wa dhambi, hata kama ikitokea amekufa, Mungu anampokea. Neno la Mungu linasema wacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni nini? Ni wao. Sasa kwa mantikio hatuna majibu kuhusiana na hiyo habari, lakini kikubwa ni kwamba usije ukasema kwa sababu umekuwa na imani utamuokoa huyo mwanao. Kila mmoja anapita kwenye mlango ule kwa jitihada zake mwenyewe na kwa kufuata kila ambacho ameamriwa kukifanya. Labda kwa muda mfupi sasa tunapenda kuhitimisha. Una jambo lolote la kuzungumza? Manake muda wetu unaenda kututupa mkono. Na anasema na kimsingi kwa kweli somo hili limekuwa ni nzuri, na kila mmoja anapaswa kuchumilia wokovu. Na kama ni hivyo, kila mmoja ana sehemu ya kufanya. Labda tu mpenzi msikilizaji, nimsomee katika kitabu kile cha Wathesalonike ile sura ya kwanza. Sura ya kwanza 5 na 15 anasema, angalieni mtu awaye yote asimlipie mwenzie mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana haya yote ni mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu kwenu katika nani? Katika Kristo Yesu. Kwa hiyo nikupendezee mpenzi msikilizaji, katika siku hii ya leo, basi tujitenge na ubaya, lakini tukatende yote yaliyo mema, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Lakini tukumbuke kumshukuru Mungu pale ambapo anapotutendea mambo makuu. Asante sana. Tumekuwa na somo zuri, somo ambalo linasema mwenendo wa maisha mapya. Yaani baada ya kupiga hatua kutoka kwenye giza na kuingia kwenye nuru, tunatarajia sasa tutembee na huo mwenendo. Yaani tusirudi huko tulifanya nini? Tulikotoka, kwa sababu tumegeuka kuwa kiumbe nini? Kipya. Kwa hiyo tunaporudi nyuma, basi somo la siku ya leo linakuwa linatukataa, kwa sababu hatuendani sawa sawa na nini? Na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mtu anapobadilishwa ni lazima abadilike na aanze kupiga hatua sasa, kwa sababu tumesema habari ya kukua kiroho ni mchakato ambao sio tu hivi. Kwa hiyo mchakato kadiri unavyoendelea ndio hivyo unaendelea. Sasa siku ya kesho tutaangalia kuishi maisha mapya. Yaani baada ya kuendelea na ule mwenendo wa maisha mapya, lakini kuna kuishi maisha mapya. Yaani sasa yale maisha ya kale umeyaacha, sasa unaanza kuishi hayo maisha mapya ambayo ni maisha ya utakatifu katika maisha yako yote. Sasa kwa hayo machache
tutaenda kupata ombi na hatimaye tutaenda kuahirisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante Bwana kwa fadhili zako na ulinzi wako Mungu wetu wa mbinguni. Asante hata kwa masomo haya mazuri Bwana, hata sisi Bwana tunayoyatoa yakazidi kutujenga katika afya zetu za kiroho, lakini hata wanaotusikiliza na katika sehemu mbalimbali Mungu wetu wa mbinguni, endelea kusimamia na kuwapigania pale ambapo Bwana bado wana changamoto, wana maswali. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunazidi Bwana kuwakumbusha tu hata sehemu ambapo Bwana wapo wanaweza kafika kwa uongozi wa kanisa katika makanisa ya Wasabato popote walipo na kupeleka maswali yao na kuendelea kujifunza zaidi Mungu wetu wa mbinguni. Kama kuna changamoto yoyote Bwana wanayopitia, basi katika masaa haya kila Bwana wakikutazama wewe wakapate kukuona na hatimaye ukawajibu sawa sana mapenzi yako Mungu wetu wa mbinguni. Endelea kuwapigania watoto wako, ukiwasimamia katika maisha yao zaidi Bwana. Utakaporudi tutakuwa miongoni mwa wale wachache wateule ambao Bwana umewaahidia katika ulimwengu Mungu wetu wa mbinguni. Endelea kutusimamia sasa na tunapoendelea sasa Bwana kwa juma hili. Masomo haya yamekuwa mazuri Bwana, katujenge sana Mungu wetu wa mbinguni. Katupatie upendo, maana upendo ndio ukamilifu wa kifungo ambacho Bwana umetupatia katika ulimwengu huu. Hatuwezi kufanya jambo lolote tusipokuwa na upendo Mungu wetu wa mbinguni. Tupatie moyo wenye upendo, kuweza kuwasamehe wenzetu na kuwa na rehema kwa wenzetu Bwana. Haijalishi ni jambo gani watatutendea katika maisha yetu, lakini kubwa zaidi Mungu wetu wa mbinguni, ukatupatie uvumilivu na hatimaye tukapate kuishi kwa kusameheana katika maisha yetu Mungu wetu wa mbinguni. Asante Bwana, hata vipindi ambavyo Bwana vinaendelea sasa baada ya kipindi hiki tunavikabidhi mikononi mwako. Vyote Bwana vikatendeke kwa utukufu wa jina lako. Na kikubwa Bwana, Injili yako ikaendelee kuenea kote ulimwenguni. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen.